Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, na leo ikiwa ni Aprili 19 mwaka wa 2025. Huu ni mwaka ambao tunajifunza mada kuu isemayo Mwinue Yesu juu. Mwandishi wake ni Ellen G. White. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pasiri juu mbinguni. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na kwa maana fadhili zako ni za milele. Ninasema asante kwa sababu ya upendo wa pekee ambao umetufunulia katika maisha yetu. Ninasema asante kwa ajili ya ndugu zetu, jamaa zetu na marafiki zetu. Tubariki sote ambao tumepata nafasi ya kujifunza mada hii siku ya leo. Endelea kumwaga mibaraka yako kwa ajili ya kila watoto wako ambao wamekuwa wakikuita kwa mambo fulani katika maisha yao. Sawasawa na mapenzi yako tunajikabidhi miguuni pako, tukiomba uwepo wako uende pamoja nasi. Na tunapojifunza mada hii, ukatufundishe kuelewa haya yote katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kutakaswa kwa ile kweli. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 17 aya 17. Neno la Mungu linasema, "Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli." Ni kwa njia ya ukweli, kwa uweza wa Roho Mtakatifu, tunatakaswa, tunabadilishwa tufanane na Yesu Kristo. Na ili mabadiliko haya yaletwe kwetu, lazima tuwe na ukubali kamili wa ukweli usio na masharti na kujisalimisha kabisa kwa Roho kwa nguvu yake ibadilishayo. Watu wengi wanashikilia kwa ushupavu pekee wao, hata baada ya kukiri kuupokea ukweli, kujitoa kwa Yesu. Tabia zile zile za zamani zinaendelezwa, kiburi kile kile kinaoneshwa, dhana zile zile zinapewa kipaumbele. Ijapokuwa hao wanadai kuwa wameongoka, ni ushahidi kwamba bado hawajajitoa wenyewe kwenye nguvu ibadilishayo ya ukweli. Kuzaliwa upya kunahusisha kuwa na mitazamo mipya, mwonjo mpya na mielekeo mipya. Wale waliozaliwa kwa maisha mapya na Roho Mtakatifu wamekuwa washirika wa asili ya uungu, na katika tabia na matendo yao yote watatoa ushahidi wa uhusiano wao na Yesu. Amri: basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kamwe isingetolewa ikiwa kila uwekevu ungekuwa haujafanywa, ili kwamba tuweze kuwa wakamilifu katika mazingira yetu kama yalivyo kwake Mungu. Tunalazimika daima kuongezeka kutoka kwenye nuru hadi kwenye nuru kuu zaidi, huku tukishikilia sana kile ambacho tayari tumepokea na kuomba kwa ajili ya zaidi. Kwa namna hiyo, kamwe hatutaachwa gizani. The Review and Herald, Aprili 12 ya mwaka 1892. Ujumbe wa rehema unapaswa kutolewa kwa ulimwengu kwa kuihubiri Injili ya kweli. Ukweli wa Biblia, huu ndio ambao watu wanauhitaji. Tukiwa tumepiga magoti, tunapaswa kudai ahadi ya neno la Mungu, tukiomba kwamba tuweze kuupokea ukweli safi usiochanganywa, na kwamba tuweze kutambua uhitaji wa kutoa ukweli huu kwa wengine. Kisha wanaume na wanawake wataongolewa. Mkono wa Mungu utatambuliwa katika uanzishwaji wa makanisa mapya. Bwana atawabatiza kwa roho ya mitume wale wengi watakaoendelea kuifanya kazi ya umishonari katika maeneo ambayo watu hawaujui ukweli. Kazi ya umishonari itayapatia makanisa msingi wa kweli, msingi ulio na muhuri huu: Bwana awajua walio wake.
Kisha Mungu atatukuzwa ndani ya watu wake. Utume wa Kikristo utajengwa juu ya Yesu Kristo. Chini ya uongozi wa Mungu kazi itasonga mbele, na ushuhuda usiohesabika wa ukamilifu wa kazi utatolewa. Watendakazi hawatatafuta kujitukuza, bali watamsifu Mungu kuwa mwasisi na mwandalizi wa kila kazi takatifu na yenye kuadilisha. Wametakaswa kwa ile kweli, kwa maana ukweli ulivyotendwa kadhalika na ulivyohubiriwa una mvuto utakasao katika tabia. The Signs of the Times, Agosti 21 mwaka 1901. Mungu atubariki sote.